Wapendwa watazamaji wote mnaotutizama au kutusikiliza kupitia vyombo mbalimbali vya habari, mabibi na mabwana, nianze kwa kuwasalimia. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi na utu. Ndugu zangu, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia neema ya afya na uzima, na kuendelea kutujalia neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Lakini pia niwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa kuendelea kufanya kazi yenu kwa weledi mkubwa na kuhakikisha taarifa zinawafikia Watanzania wengi. Asanteni kwa kupokea wito kupitia mitandao ya kijamii kufanya vurugu katika taifa letu, huku wao wakiwa wanastarehe nchi za nje wakitunzwa na wale waliowatuma. Nchi yetu wanaichoma moto huku wao wakipokea malipo. Bahati mbaya sana waliwaribuni vijana waliokuwa na nia njema, wakidhani ni kusanyiko la halali kueleza maoni yao, lakini kumbe wenzetu walikuwa na nia mbaya. Vijana wapendwa, na wauliza, je, vurugu hizi zimewapa nini wale walioshiriki? Je, vurugu na maangamizi yaliyofanyika yanafaa kwa taifa linalotafuta maendeleo? Katika baadhi ya video tumeona vijana wenzetu. Vurugu hizi zilisababisha kufungwa kwa biashara nyingi, hasa katika maeneo makubwa kama Dar es Salaam, ambako masoko yalisimama na shughuli za kiuchumi zilisimama, hali iliyosababisha hasara kubwa kwa wafanya biashara wadogo na wakubwa na kuathiri maisha ya kila siku ya mwananchi. Katika hili sote ni mashahidi, kwani amri ya kukaa ndani imetutesa wengi na kuathiri familia nyingi zenye kipato cha chini ambazo ni asilimia kubwa ya Watanzania. Ndugu zangu wanahabari, aidha vurugu hizo zimeathiri biashara ya kikanda, hasa kwa nchi jirani kama Kenya, ambao hutegemea bandari yetu katika usafirishaji wa bidhaa